Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nasu inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Enyi watu, hakika Allah ni msafi na hakubali isipokuwa kilichokuwa kisafi. Au enyi watu, hakika Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina faqala, na hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha waumini kama yale aliwaamrisha mitume. Faqala, na akasema, ya ayuha ar-rusul qulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Enyi mitume, kuleni katika visafi ambavyo tulivyokuruzukuni, hakika mimi katika yale ambayo mnayoyatenda mimi ni mjuzi kwayo. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi ambao mlioamini, kuleni katika vizuri, katika visafi ambavyo tulivyokuruzukuni. Qal, kisha mtume akasema, wa dhakara ar-rajula yutilu safar, kisha mtume baada ya kusema hayo akamtaja bwana mmoja ambaye alikuwa ni mwenye safari ndefu, ambaye mtu huyo alikuwa na nini? Alikuwa ni ashghafa aghbara, alikuwa ni mtu ambaye amechakaa kutokana na urefu wa safari. Kisha yamuddu yadai ila sama, kisha unyanyua mikono yake mbinguni akisema, ya rabbi ya rabbi, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu. Wa mat'amuhu haramun, hali ya kuwa chakula chake ni haramu. Wa mashrabuhu haramun, na kinywaji chake ni haramu. Wa malbasuhu haramun, na mavazi yake ni haramu. Wa hudhiya bil haram, na ameishi kutokamana na haramu. Fa anna yustajabu lidhalika, vipi atajibiwa dua yake kwa hilo? Kwa hiyo sasa dua ya huyo msafiri haiwezi ikakubaliwa kwa sababu ya msingi kabisa. Na pia huyu msafiri amekuwa amekusanya sababu mbili ambazo zingipelekea yeye kukubaliwa dua yake. Kwanza, alikuwa ni msafiri. Nimekuja katika hadithi kwamba watu watatu dua zao hazirejeshwi na msafiri akiwemo ndani yake. Hii ni sababu ya kwanza ambayo huyu mtu alikuwa amekusanya, ambayo ni moja katika sababu za kukubaliwa dua yake, vile amekuwa katika safari. Na pia sababu ya pili, ya muddu yadaihi ila samaa, amepandisha mikono yake mbinguni akisema, ya rabbi ya rabbi, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu. Na hili jambo la kupandisha mikono katika dua, raf'u aliyadaini inda dua, kupandisha mikono miwili wakati wa dua, min asbabi alijaba, ni katika sababu za kukubaliwa dua, na pia ni katika sababu za kuonesha ishara na alama za unyenyekevu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akatumia neno ya rabbi, e Mola wangu, e Mola wangu. Na neno hili rabbi ni katika maneno, katika yale majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtu hili jina kilitumia wakati wa kuomba pia ni katika sababu za kukubaliwa dua yake. Na ndio maana utapata dua nyingi katika Qur'ani zimenukuliwa kwa neno rabbana atina fid dunya hasana, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, rabbana la taj'alna ma'al qaumi adh-dhalimin. Utapata dua nyingi zimetanguliwa na neno rabbana au rabbi habli minas salihin, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a, rabbi zidni ilman. Kwa hiyo sasa neno rabbi ni katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, na Mungu aliwanukuu wengi katika Qur'ani, wengi katika wema wakitumia neno rabbana kwa wingi, rabbi kwa singular, bi maana kwa mufrad. Sasa huyu msafiri alikuwa na chance ya kukubaliwa kwa kuwa amekuwa amekusanya baadhi ya alama ambazo zingepelekea yeye kufanya nini? Kuweza kukubaliwa dua yake. Bi maana alikuwa amekusanya baadhi ya sababu za kukubaliwa dua. Sasa kilichomharibia huyu mtu asikubaliwe maombi yake ni vile mat'amuhu haramun, chakula chake ni haramu. Wa mashrabuhu haramun,
kinywaji chake pia ni haramu. Wa malbasuhu haramun, pia hata mavazi yake pia ni haramu. Na mbaya zaidi, wa hudhiya bil haram, na ameishi kwa haramu. Fa anna yustajabu lidhalika, vipi atakubaliwa katika dua yake hiyo? Sasa kilichopelekea hiyo dua yake sikubaliwe ni vile amekusanya mambo ya haramu. Kwa sasa tutahadhari sana, ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, mambo ya haramu yanazuia dua zetu kufika mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu atukinge, jambo mbaya sana. Mungu atuwafikishe kwa haya machache. Niseme hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.